Karibu sana mtazamaji kwenye awamu ya pili ya Darubini. Baraza la mawaziri limeidhinisha mkakati kabambe wa ufadhili wa miradi ya muundombinu kwa lengo la kukomesha gharama ya miradi hiyo na kuhakikisha pesa za umma zinatumiwa ipasavyo. Mkakati huo mtazamaji, utakaosimamiwa na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei, utahusisha kubuniwa kwa mfumo uliojikita kwenye data ili kutathmini gharama ya miradi na kukomesha mtindo ya kuongeza bei ya miradi ya serikali. Hali kadhalika, baraza la mawaziri limeidhinisha mpango wa kuondolewa kwa riba na adhabu za mikopo ya ardhi ya makao. Baraza la mawaziri linalenga kukabili mkinzano katika gharama za miradi ya miundombinu kwa kuanzisha mkakati wa mageuzi utakaosimamiwa na mkuu wa utumishi wa umma kupitia jopo tekelezi litakalojumuisha mashirika mbalimbali. Baraza hilo lilibaini kuwa licha ya uwekezaji mkubwa katika miundombinu, taifa linaendelea kushuhudia utofauti katika gharama, changamoto ambayo inahusishwa na utegemeaji makadirio ya awali na ukosefu wa taarifa za kijasusi kuhusu masoko. Mageuzi hayo yanatarajiwa kupunguza gharama ya miundombinu kwa 25%. Mbali na hayo, baraza hilo liliidhinisha msamaha wa riba na adhabu kwa mikopo ambayo haijalipwa, kuwapunguzia mzigo wa kifedha watu wa kipato cha chini. Kuondolewa kwa malipo hayo kutafaidi masetla 520 katika makazi ya muda katika kaunti 26 yanayojumuisha malimbikizi ya shilingi bilioni 12.3. Baraza la mawaziri pia lilifafanua kuhusu ujenzi wa barabara mbili zenye umbali wa kilomita 23.5 za Muthaiga Kiambu Ndumberi ili kutokomeza foleni za magari na kuimarisha usafiri baina ya kaunti za Nairobi na Kiambu. Kuhusiana na suala la kidiplomasia, Kenya inatarajia kufungua afisi za ubalozi jijini Vatican nchini Italia, Copenhagen Denmark na Hanoi Vietnam.